Wakati mzuri sana wa kurasa za magazetini. Bwana Chuma, ukurasa wa pili uliandika taarifa juu ya Makonda auza ubunge wa Gambo. Unaambiwa siri ya kuomba radhi bungeni afichuka, atajwa kuwa kinara migogoro na wenzake. Atajwa kuwa kinara wa migogoro na wenzake. Ukumbuke kwamba nje na kuomba radhi bungeni, pia kule Arusha mbele ya waziri Dr. Biteko aliambiwa pia aombe radhi kwa watu ambao amewafitinisha. Naikumbuka hiyo? Naikumbuka, na unajua kuna aina ya viongozi TK. Ndio. Yeye ni muda wote kuchonganisha wenzake. Wapo hata kwenye taasisi, kwenye siasa huko, yani yeye muda wote kutoka tu Katina, yani ukionekana Katina huko karibu na Ramsu, anakuja kuwekea figisu, anafitinisha ili mradi tu wewe usiendelee kuendelea na mahusiano yale. Sasa unajua tulipo kwa sasa ni kwamba vyombo vipo vinajua aina ya viongozi ambao wanafanya hivyo. Sasa kwa level ya mbunge mpaka anakuambia nafitinisha watu, sasa hiyo ni hatari kwenye maendeleo. Na kumekuwa na malalamiko ya namna ambavyo mkuu wa mkoa akieleza Gambo kutohudhuria vikao vya mkoa RCC, si ndivyo? Ndio. Sasa kutokuhudhuria vile vikao, manake shughuli ambazo zinapangwa ndani ya mkoa yeye akiwa mwakilishi wa wananchi zinakuwa ngumu kujadilika. Sasa nini kinafanyika? Nafikiri ni yeye kushuka tu kuona ajifunze kitu, kwa sababu huwezi kaambiwa kwa level alionayo sasa. Katina ngumu sana wewe ukawa level mbunge, mtu anakuambia unafitinisha watu. Ndio. Yani wewe ukisikia tu jambo nalibeba lilivyo unaenda nalo. Sasa wewe ni kiongozi wa watu, wewe ni mwakilishi wa watu. Kwa hiyo tatizo ni kusema kuna mipigo. No, sio kama mipigo. Yaani hilo la mipigo kwa mfano hilo la mipigo tu. Ukiwa yeye si mfano mwakilishi wa wananchi. Michakato inaanzia ndani ya jimbo lako mle. Kuna vikao vile ambavyo vinakaliwa. Ndio. Je, umeenda kujadili kule? Kwa sababu leo ukiwa wewe ni diwani, ni mbunge, kama kuna mtumishi wako ndani pale, inaonekana kuna mpigo, watu wataanza kujiuliza, je, mlikaa vikao vya ndani kulijadili hilo kabla kwenda huko? Kwa sababu mpaka unaenda kulalamika, kuzungumza kwa waziri wa TAMISEMI, lazima wewe tujue ulianza na michakato ya ndani. Yaani uwezi ukaenda tu kwa watu hadharani, kwa wananchi ukasema kuna mpigo. Kuna zimibu hapa hela. Inawezekana unataka kujisafisha kisiasa. Ni mwaka wa siasa huo. Yaani kuna mtu anataka jitetee kwa wananchi, yaani asimame asema kuna mpigo, mimi kuna watumishi wananihujumu. Sasa na kuhujumu umekukaa nao ndani, kwa sababu tunachokiamini ni kwamba kuna vikao vya ndani ambavyo vinajadili mustakabali wa pengine kata au wilaya. Na wewe kwa nafasi yako kama mbunge inabidi uzungumze nao. Lakini ukiwa kama wewe ni mbunge, ukiwa diwani, hujafanya vikao vya ndani, unaanza kutuhumu moja kwa moja utumishi kwamba wameiba, maana kuna mapungufu. Anza kwanza vikao vya ndani, uone bwana, mimi tulikaa kikao nikazungumza, pengine niliomba kwa sababu ni mwakilishi wananchi, niomba TAKUKURU pengine wafuatilie, kwa sababu zile mamlaka kama kuna tuhuma zinatajwa. Je, mamlaka TAKUKURU haipo Arusha? Ipo, sio? Walishughulikia hilo. Kwa nini iende moja kwa moja kwa waziri? Au kwa sababu tuko mwezi wa 5? Tunaelekea mwezi wa 5 ambako michakato wananchi wanasema kweli mbunge anatutetea. Unaweza kuwa unajisafisha. Na wakati ni mkuu wa mkoa, miongoni mwa viongozi ambao mimi niko natamani kuna siku iwe kama Mlisho Gambo. Huko sio kwa mbali namna anapiga kazi, anashirikisha wananchi. Sasa jua kwenye level bunge nini kimemtokea? Kuona sasa, kwa sababu misingi ya vikao anaijua. Ama kuna pressure kubwa sana ya tuko mwaka wa uchaguzi, kwa inawezekana pressure ikawa ni kubwa sana, mtu anawazia mambo atakwendaje. Lakini pia ukumbuke kwamba Paul Makonda ni moja ya viongozi ambao wanatajwa kwamba wanaweza kawania ubunge. Sasa mkuu wa mkoa kuwania ubunge alafu iko pale, nafikiri kwake singekuwa hivyo, ila pressure kweli inaweza kumtokea. Sasa kwa nini muogope? Na Makonda miongoni mwa viongozi ambao ana ushawishi kwa wananchi. Kumbuka vile ambavyo anashuka chini kabisa, kuongea na wananchi wa chini, yani yule mnyonge. Sasa leo hata ungekuwa mbunge wewe, pengine hata pressure, lakini pressure hiyo unajua utulivu pia unasaidia. Kuwa mtulivu, usio na papara. Ndio, inawezekana kuna mtu ambaye anataka kungoe. Sasa wewe utulivu wako unatoka wapi? Lazima utulie, usio na papara, kwa sababu leo kimbambikiza mtu, maana yake anaweza kafukuzwa kazi. Ndio. Sasa familia itakulilia. Yaani leo mimi kunifukuza kazi, familia yangu itakulilia kabisa. Kitumbua kile itakwaje? Sawa, gazeti hili katika ukurasa wa 3 limeandika ubunge ni vita. RC anadaiwa kumpiga shoti mbunge, vita kawawa. Kinondoni, Ukonga, Segerea, sarakasi tupu. TAKUKURU waitwa. Ukurasa wa 3 umeandika taarifa hiyo kwa undani zaidi. Nipekue. Mbona kama jimbo lilotaja ile mfano kama la ndugu yetu. Jimbo lilotaja Kawawa. Jimbo la Kawawa.
Bwana Chuma, nipitie ukurasa wa 3 wa gazeti hili kwa undani zaidi. Imeandika mipango na mikakati ya siri ya mkuu wa mkoa mmoja wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ambaye jina lake limehifadhiwa kumhujumu na kumchafua mbunge wa Namtumbo mkoani Ruvuma Vita Kawawa imefichuka na Raia Mwema imebaini. Bwana Chuma, jijini Dar es Salaam mambo yanazidi kuwa ya moto katika majimbo ya Ukonga, Kinondoni na Segerea ambako taarifa zinaeleza kwamba kumekuwa na vikao visivyo halali vya wajumbe wapiga kura. Ile mara anasherehekea birthday, mara 40 ya nani, mara miaka 40 ya msiba wa babu. Lengo ni kuhakikisha kwamba anakaa pamoja na wajumbe, alafu wajumbe wanafanya jambo lolote. Bwana Chuma, sasa Raia Mwema imebaini mipango na mikakati hiyo ya siri kupitia mawasiliano ambayo amekuwa akifanya mkuu wa mkoa na viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wilayani humo, na kufikia hatua ya kudai kuwa Vita sio mzaliwa wa wilaya hiyo na kwamba kwao ni Liwale. Pata hiyo Vita Chuma. Kwa manaambiwa Vita Kawawa sio wa eneo hilo, yeye kwao ni Liwale. Kwa nini aongoze jimbo hilo? Lakini pia katika kuonyesha hali ni mbaya katika jimbo hilo, kigogo huyo anadaiwa kuandaa vikao kwa kumtumia kaka yake ambaye kwenye sauti za mawasiliano ya simu amesikika akijitambulisha kuwa kaka mkubwa, hivyo anamwakilisha mdogo wake aliyeamua kurudi nyumbani na kuwania nafasi ya ubunge. Ni kaka wao. Umeipata hiyo? Lakini TK ndio unajua siasa zina mambo mengi sana. Mtu anapotaka, kuna jimbo moja hivi wakati mbunge yuko madarakani, ndio kuna mmoja ambaye sasa hivi naye ni mbunge alikuwa anampiga Vita sana, anampiga sana misumari. Ndio kwa akifanya tu hili naye anafanya hili, akifanya hili anafanya hili. Ndio sasa baadaye watu waambia mbona hizi vigiso vipi? Ikafika pale basi akabahatika naye akapata ubunge. Na alipopata ubunge akaanza kuna watu na mimi wananipiga misumari. Kwa hiyo siasa zinakuwa na mambo mengi sana, lakini wakati umetaja Nyanda za Juu Kusini kuna ndugu yetu mmoja ni mzito, ila akipata naye ni mtu hivi lake ni sio ndogo, ni mtu naye. Vita ni kubwa. Ni mtu ambaye anatetea sana wanyonge. Ndio ni mtu ambaye kwa jicho tu unavyoona ni mtu ambaye anatetea wanyonge. Ni mtu wa watu, mtu ambaye jina lake limehifadhiwa, lakini ni mtu ambaye pengine mengine tu ni hofu. Unajua jimbo liko siasa ziko wazi. Chuma, gazeti Raia Mwema linaeleza kwamba amekuwa na kawaida ya kuandaa vikao na wajumbe, viongozi wa matawi, askani ndugu zake, na vikao hivyo kwa sababu yeye yuko mbali na mkoa huo, simu moja tu inapigwa. Yeye ndo anazungumza kwa njia ya simu. Ndugu wajumbe, nawapenda sana. Na katika kuwapenda huko na hakikishia kwamba nikipata nafasi ya ubunge huko Namtumbo ni batani. Huyo Kawawa kwanza sio wa huko, kwao ni Liwale, akaongoze kwao Liwale. Sasa hayo mengine unajua kwenye kuandike, mengine kwenye siasa ni mengi sana katika. Unajua nikwambie, naam, hii ni sio vita kupigana, ni vita kutaka madaraka. Ndio mtu akiona mbinu zako ni kali, anaanza kutengeneza njia za kuona wewe uonekane umembagua. Pia zinatengenezwa. Hiyo tahadhari hizo, kwa sababu leo uwezi mtu akaa kwa level ya mtu ambaye anatajwa, japo jina limefichwa, aweza kambagua mtu kwa eneo kwamba huku sio kwenu. Ubunge watu wanaongoza majimbo ambao wala sio hajazaliwa huko. Unamkumbuka Mwita wa Itara? Ndio. Yule mbunge wa Tarime vijijini. David Silinde, unakumbuka? Kwa maana huyo wa Tunduma. Yes, unazungumzia tu Mwita. Yule wa Itara. Waitara yeye unajua kabisa kina Waitara kina Mwita ni watu wa Mara. Ndio. Lakini ameongoza Dar es Salaam, aliongoza miongoni mwa majimbo pale Dar es Salaam. Ndio. Na wengine wengi sana. Kwa hiyo ukisema eti anaongoza huko sio kwao, si na nini kwao ni Liwale, hizo zingine zinawezekana ni njama tu za kushindwa kwa mapambano. Uwezo kutaja watu kubagua kama yani Katina, kwa mfano leo mimi kaniambia mimi kwetu sio hapa mjini, sio Kera mjini. Ndio. Sasa kama sio kwetu Kera mjini, kwa ndo nishindwe? Kwa nafikiri ni vita tu ya siasa, lakini tutasikia mambo mengi. Sisi baba wa taifa, hotuba zake nyingi kifuatilia nyakati kama hizi, anakuambia ni nyakati ambazo kuna mtu anataka uongozi kwa sababu ya dini, kabila. Ndio.
Sasa dini, kabila havihusiani kabisa na kuongoza watu kwenye eneo. Mtu anaangalia njia gani ambayo anaweza kaitumia ili apate nafasi ya kuwa kiongozi bora. Atuangalie, nakwambia Tanzania hatuna kawaida hiyo. Yaani Katina, kama kuna mtu ambaye ni mzuri, hata tuna uchaguzi zile ambazo zinapendeza wenye vitu vya vijiji na vitongoji. Watu waangalie Katina yuko ni wapi. Hata angalia wewe Katina wa masoko. Wanaangalia unakubarika vipi. Masoko wewe, sisi tuangalie wa masoko. Tunaangalia je, utaifanyia nini masoko? Naam. Bwana